Na mikaka, maji yamekuwa tegemeo la uhai kwa kila mmoja wetu. Lakini je, unajua ni vipi maji unayotumia yalipatikana miongoni mwa jamii tofauti? Huko Kisii, kutoka enzi za kale, jamii ya Abagusi ilikuwa na njia maalum ya kutambua vyanzo vya maji ya kisima. Shughuli ambayo ilikuwa ikifanyika enzi hizo na hata sasa itakuacha kinywa wazi, kwani maji ya kisima yalikuwa yanatambuliwa kupitia kubebwa kwa matawi maalum. Mwanahabari wetu Crispin Otieno alitangamana na baadhi ya wazee kutoka jamii ya Abagusi na anatuarifu zaidi. Taifa la Kenya ni mojawapo ya mataifa yaliyojaliwa na makabila mengi. Kila kabila likiwa na mila na tamaduni zake. Jamii ya Abagusi ni moja kati ya jamii 42 nchini, ikiwa na mila ambazo zilikuwa na zingali zinaleta umoja katika jamii. Hii leo tulisafiri kuelekea maeneo ya Kitutu Kusini, kaunti ya Kisii, tukitaka kujua jinsi jamii ya Abagusi ilivyokuwa ikitafuta vyanzo vya maji, hususan maji ya kisima. Hebu tazama anachofanya jamaa huyu. Kwa wengi anaonekana asiyekuwa na akili timamu, ila anaelewa fika anayofanya. Mzee huyu anatumia kijiti na matawi haya yanayojulikana kama omobeno kutambua sehemu ambapo ikichimbwa maji ya kisima hupatikana. Ili kujua kwamba umefika mahali kuna maji ardhini, mkono hutetemeka. Na hivyo ndivyo jamii hii ilivyokuwa ikitumia watu maalum, kama anavyosimulia mzee Ochoi Kebati Nyabasora. Hiyo uchuzi wa Kisii walikuwa wanatafuta maji kwa njia hiyo, tafuta kabisa, pata maji mkono sasa mnakatalia hapo. Hapo hiyo iko maji. Sio pale ndio sababu hii maji iko hapa na hapana iko hapa. Sasa hili patikana hapa hivyo. Kama hapa na hiyo miti sasa inakuonyesha, sijui ilikuwa iko namna ilikuwa inaenda hivyo. Na nchi nyingine ya kupata mahali rutuba mzuri. Mahali ambaye sasa hata kiangazi ikija ng'ombe hapana umia. Wazee walikuwa wanaenda kwa mlima. Wanatoa hawakuwa nafaa nini hii nguo tunafaa hii. Kwa nafaa nini yeye sana. Hapa kutoka nyuma hakuna nini kitu nafaa. Wanakaa kwa mtu tu wanaongea maneno yao. Maji hayo kabla yapatikane, kulikuwa na nyimbo zilizokuwa zikiimbwa. Katika kijiji hiki cha Bombeta, maeneo ya Nyakoe, mzee huyu kwa jina Samuel Momanyi Angwenyi, mwenye umri wa miaka 80, ni mmoja wa wale walionufaika na mbinu hiyo ya kitamaduni. Hapa anatuonyesha jinsi alivyochimba kisima chake zaidi ya miongo 3 iliyopita. Lakini kwa kimila ile walikuwa wanafanya namna hii, wakicheza hivi, alafu ikifika pahali inasimama, alafu anaanza kufanya namna hii. Hapo wanajua maji. Anasonga pande hii, anasonga pande hii. Anasonga pande hii, anarudi nyuma, nasema maji iko hapo. Sasa mnaanza kulima kisima namna hiyo. Maji ya kisima kuna wakati mwingine kuna vimila za zamani. Tuseme kwa mfano mtu amechoma nyumba. Kuna jina la Kisii walikuwa wanaita maera. Tuseme kwa mfano ni mmoja wetu amechoma na amejificha ameenda. Ukileta hiyo maera ile imechoma na ile nyumba, ile chifu, ukimwaga kwa hiyo kisima, mwenye alitenda hiyo kitendo akijaribu kuja kutumia hiyo maji anakufa. Je, aliyekuwa amepewa jukumu la kutafuta maji ya kisima alikuwa mtu wa aina gani? Haikuwa ni rahisi, lakini sasa na ile familia yenye ilikuwa sana mtu anatoka huko ni kama ilikuwa imechaguliwa. Yaani sio watu wote, sio alikuwa anaguzwa na ile roho ya kutafuta hiyo kazi. Kwa hivyo sio kazi ilikuwa ni ya rahisi. Hata mimi mwenyewe sasa siwezi enda nianze kutafuta hiyo maji, siwezi pata. Na samani ya kuwa unapiga bei, kama siku hizi unaambiwa kuchimba maji ni milioni 6, milioni 5 kuleta gari ya kuchimba. Hata ingawa wale wanaleta gari na wao lazima wapime maji kutumia teknolojia ya sasa. Lakini sisi kama Abagusi tulikuwa na teknolojia yetu mpaka saa hii inatumika. Wale waliokuwa wakifanya kazi hiyo walipewa zawadi ya ng'ombe na mbuzi. Pia lazima awe mtu mwenye umri wa zaidi ya miaka 40. Aidha, kwa zaidi ya mwezi mmoja hakutakiwa kuwa na uhusiano wa kindoa na mke wake
kabla ya kutekeleza wajibu huo. Kuna wale wametunukiwa wanachua kucheza ile kamba 8 tunaita ubokano. Kuna wale wanachua kutengeneza mpaka mvua inyeshe. Kulikuwa na wamama wanarukaruka mpaka mvua inanyesha. Kuna wale wanafunga mvua isinyeshe. Kimila yetu iko na watu wengi tofauti na hii ni kitu inaenda kama ukoo fulani. Unajua tuko na mtu anayeweza cheza kamba 8. Bila shaka ni mila ya kupigiwa upato ambayo imekita mizizi katika jamii ya Bagusii. Imekuwa ikitumika na kufuatiliwa kwa miaka na mikaka, na licha ya kusaidia jamii hii kukidhi mahitaji ya ukosefu wa maji bila matumizi ya pesa, mila hiyo ingali inazingatiwa mpaka wa leo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, eneo la Nyankoe, Kitutu Chache Kusini.